Habari, karibu kwenye Excel Tips for HR. Kama tunavyofahamu, moja ya faida ya matumizi ya Excel katika kuhifadhi taarifa ni kutusaidia kufanya analysis ya zile taarifa tulizoziingiza. Lakini hilo lifanyike, zile taarifa zilizoingizwa zinatakiwa ziwe zimeingizwa kwa usahihi. Kwa mfano, katika taarifa yetu hii ya wafanyakazi 15. Katika taarifa hii tukianalyze kwa kutumia pivot table, tutaona ina changamoto ya taarifa zinazofanana kuwa zimeingizwa ambavyo si sahihi. Kwa mfano, tukitaka kujua kila idara ina wafanyakazi wangapi, utaona hapa kuna admin and fin, kuna admin and finance, kuna administration and finance. Kimsingi hii ni idara moja, lakini kutokana katika wakati wa kuingiza taarifa ziliingizwa katika entries ikiwa zina utofauti wa uandishi, imezifanya taarifa hizi zionekane kama ni vitu tofauti katika analysis. Kwa kimsingi, kumbe idara ya administration and finance ina watu watatu, lakini hapa imegawanywa katika makundi matatu. Hivi inaonyesha wakati wa uingizaji wa taarifa hizi hazikuingizwa kwa usahihi. Vile vile hata tukiangalia upande wa gender pia tutaona na kwenyewe kuna changamoto. Utaona kuna F, kuna M, kuna male na kuna male na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii inaonyesha tumeshindwa kuanalyze kujua tuna female wangapi na male wangapi kwa sababu ya taarifa ziliingizwa kimakosa. Sasa ni namna gani tunaweza kuhakikisha wakati wa kuingiza taarifa tunaingiza kwa usahihi ili wakati wa kuanalyze tuweze kupata unafuu katika hilo. Ili kufanikisha hilo katika Excel kuna kitu kinaitwa data validation. Data validation ni tools ambayo au ni function ambayo inakusaidia kuhakikisha pale unapoingiza taarifa unaingiza kwa usahihi, na ikiwa tofauti na hapo itakataa kuingia katika sehemu husika. Je, hiyo inafanyikaje? Tuna katika orodha yetu hii ya wafanyakazi 15 kama nilivyosema, tutaanza na sehemu ya gender. Tutalimit kwenye gender tuingize either male au female peke yake. Na kwenye department tutakuwa tuna orodha idara kwamba department hao ambayo haipo kwenye orodha au ambayo haitaandikwa kwa namna hiyo isitokee. Ambayo orodha yetu ya idara ni hizi: kuna administration and finance, kuna engineering, procurement and logistics, production pamoja na workshop. Hizi ndio orodha ya idara zetu ambazo kwa kila mtu anatakiwa ingiziwe moja ya hizi idara. Sasa inafanyikaje? Kuna njia mbili, tutaelekezana njia zote mbili katika mafunzo yetu ya leo. Njia ya kwanza tutaitumia katika sehemu ya gender. Tumesema gender ni either male or female. Kwa hiyo katika ile column yetu ambayo inahusika na kuingiza taarifa za gender, highlight zile sehemu yote ambayo tunatakiwa taarifa za gender ziwepo. Unaweza highlight even column nzima au sehemu zile cell pekee zinazoathirika. Kwa baada ya kufanya hivyo, tutaenda sehemu inaitwa data kwenye table hapa. Sehemu hii ya data tutaenda sehemu inaitwa data validation. Tutachagua hapo data validation. Katika sehemu ya data validation, kwa kawaida functionality iliyopo by default ni allow any value. Sasa sisi hapa tutabadilisha, tutasema list. Tuna orodha ambao ndani ya hiyo orodha pekee ndio tunataka entry hizo ziingie. Kwa hiyo katika hii sehemu ya source tutaandika sasa tunataka ingie neno female, tutaweka mkato bila kuweka space, alafu tutasema ingie na neno male. Kwa kama ni items ni nyingi, hiyo listing ina vitu zaidi ya hivyo, tunaweza unaweka mkato unaongeza tena. Kwa baada ya hapo tutabonyeza okay. Baada ya kubonyeza okay, tutaona automatically hapa kwenye orodha yetu kuna drop down arrow ambayo inatusaidia kuchagua. Kwa mfano Batazali ni male, tunaweza tukachagua ni male. Kwa mfano Jerry pia ni male, tunaweza tukachagua pia ni male.
Joyce ni female, tunaweza tukachagua female. Lakini si lazima utumie hii arrow, unaweza ukatype tu pia. Kwa mfano Lisa ni female, tuna type pia female, itakubali. Sakina ni female, tukatype pia female. Sara ni female, the same type. Tutafanya hivyo kwa watu wote ambao wapo katika orodha yetu ili kuhakikisha taarifa imeingia kwa usahihi. Nitataka kuonyesha mfano ikiwa tukaandika kitu tofauti, nini kitatokea? Kwa mfano hapa kwa Rashidi, huyu ni male, tukaamua kuandika M bila kuweka F. Baada ya kubonyeza enter kuama kwenye cell, imetupa ujumbe kwamba this value does not match the data validation restriction defined. Kwa ni either ucancel au retry kuandika upo. Ukicancel inafuta, haiandiki kitu. Option ulionao ni kutype kama vile inavyotakiwa. Zaidi ya hivyo taarifa hiyo haitoingia. Kwa hiyo ni kwa upande wa kuhakikisha kwenye hiyo column taarifa zinazoingia ni za male na female tu, na mtu asiandike kifupi au asifanye makosa ya spelling. Lakini pia kwenye sehemu ya idara, kama nilivyosema, tunahitaji idara ziandikwe kwa usahihi kulingana na orodha ya idara zilizopo. Kwa hiyo hapa tutatumia njia ya pili kama nilivyosema. Katika eneo letu hilo ambalo tunataka taarifa za idara ziwepo, tutali highlight, kisha kama kawaida tutaenda sehemu ya data, tutaenda kwenye data validation, tutachagua tena data validation. Hapa kwenye sehemu ya setting tutaenda sehemu ya allow, tutasema allow list. Ikifika hapa kwenye source, kwa sababu tuna sehemu tumeziorodhesha hizi idara zetu, either kwenye Microsoft Excel, inaweza ikawa ni tab nyingine kama ambavyo mimi nimefanya. Unaenda kwenye hiyo sehemu yenye orodha yako ya hizo taarifa, alafu una highlight ile orodha. Baada ya ku-highlight itakurudisha katika ile box ambalo tulikuwa tunachagua orodha, kisha unaweza kaweka okay. Baada ya kuweka okay, ukija hapa kwenye data yako, orodha ya idara zote zipo. Kwa unaweza ukachagua kila mfanyakazi idara ambayo yupo na ikatokea kwa usahihi kabisa. Na badala ya kuchagua unaweza ukaitype, lakini ukitype kitu kingine cha tofauti, kwa mfano nikitype neno prod, itakataa kuingia. Kwa nini? Kwa sababu halipo kwenye orodha ya listi ambayo nimesema ndio ikubalike kuingia katika hilo eneo. Lakini unaweza ukakopi ukapaste, as long as kile unachokikopi na kupaste kipo kwenye orodha ya hivyo ya idara au orodha ya zile listi ambayo umespecify. Kwa hiyo ukishafanya hivyo, hata ukitaka kufanya analysis ya taarifa yako itakuja kuwa safi, kwa sababu hizi data ulizivalidate wakati wa kuingiza. Kwa mfano hapa kwa data yetu hii ambayo tumeingiza kwa usahihi, tukitaka kujua taarifa za gender inakuwa ni rahisi kujua. Umeona, kwa sababu tuliingiza vizuri, imetuambia female ni 7 and male ni 8, imetuletea kwa usahihi. Na hata tukitaka kujua taarifa za department pia ni rahisi. Tumeweza kuona idara zetu kama zipo kwa usahihi hizo, na kila idara tumeona idadi yake ya female and male. Kwa hiyo ni njia rahisi ya kuhakikisha taarifa zinaingia kwa usahihi, ili kifika wakati wa analysis uweze kupata unafuu na uweze kuanalyze kwa urahisi. Asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia session zetu mbalimbali ambazo tumekuwa tukizipost. Kama kuna swali lolote, usisahau kuweka sehemu ya comments na kuwasiliana nasi kupitia namba za simu ambazo zinaonekana. Hadi wakati mwingine, niwatakie wakati mwema katika utekelezaji wenu wa majukumu. Asanteni sana.